Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai mzima ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio vile tunaendelea kuyapokea katika meza yetu ya habari kutoka taifa la Tanzania. Hali hatari imeweza kutangazwa nchini Tanzania, na katika kanda hii tutakuwa tunangazia hali hatari hii ni gani. Mwenye ameitangaza ni Waziri Mkuu Mwigulu, jambo ambalo limeweza kushitua Watanzania wote kwa ujumla. Ni kipi hiki ambacho ametangaza ambacho kimeleta mshtuko mkubwa katika taifa la Tanzania baada ya uchaguzi uliokuwa na utata mkubwa kukamilika? Kuna chapisho hapa naomba kulisoma ambalo linaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia katika kanda hii. Lakini kabla nisome hilo chapisho, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe. Without wasting your time, back to our analysis. Naomba tusome chapisho hili, tusikie hali hatari hii ni gani ambayo imetangazwa na Waziri Mkuu Mwigulu. Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amewataka kwa Tanzania watunze akiba ya chakula walicho nacho. Kwa hivyo kuna njaa, hali hatari ya njaa walicho nacho, na waepuke matumizi yasiyofaa kutokana na hali ya kuchelewa kwa msimu wa mvua. Tusidanganyane, tuseme ukweli halisi wa mambo. Hii ni ishara tosha kwamba kuna ukosefu wa chakula ya kutosha katika taifa la Tanzania baada ya ghasia kuzuka wakati na baada ya uchaguzi uliokamilika hivi majuzi nchini Tanzania. Kwa hivyo Watanzania wanatangaziwa hali hatari kujilinda ili wasije wakajipata kwenye changamoto za kupata chakula ya kutosha. Mwigulu anawatangazia ebukana na matumizi yasiyofaa. Kwa hivyo msikule sana Watanzania kwa sababu kuna njaa, ingawa anasema ni msimu wa mvua huenda uchelewe katika taifa la Tanzania. Lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, ghasia zile ambazo ziliweza kuzuka huenda zimechangia ukosefu wa chakula ya kutosha katika taifa la Tanzania, na hamuna hela za kuagiza chakula kutoka mataifa mengine. Naomba kuyanukuu yale ambayo waziri huyu mkuu aliyoyasema yeye mwenyewe. Kutokana na utabiri huo, baadhi ya mikoa nchini inatarajiwa kuwa na mvua za chini ya wastani hadi wastani ya kutawaliwa na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha. Kumaanisha hamuna mvua kulingana na yeye ambayo itaridhisha wale ambao wanapanda mimea ya aina mbalimbali. Kwa hivyo kuna shida na changamoto katika taifa la Tanzania, na nimesikia ya kwamba hata kuna ukosefu wa maji nchini Tanzania, kwa sababu watu wanatafuta maji, wanatembea mbali. Vile tumepokea habari hizi ni kwamba kuna ukosefu wa maji katika taifa la Tanzania, na haya yanashuhudiwa baada ya miaka zaidi ya 60 kukamilika tangu taifa la Tanzania liweze kujinyakulia uhuru mwaka 1961. Anaendelea kusema ya kwamba pamoja na kuwa hakuna tishio la uhaba wa chakula kutokana na hifadhi ya chakula iliyopo nchini, lakini ni vema wananchi waendelee kuzingatia matumizi sahihi ya chakula. Kama kuna chakula ya kutosha vile amesema, mbona unatangaza ama unatangazia Watanzania kwamba waweke akiba, wasije wakawa na matumizi yasiyofaa kutokana na hali vile inaonekana? Ikiwa kuna chakula ya kutosha, mbona
utangazie wa Tanzania wasije wakawa na matumizi ambayo yasiyofaa ya chakula. Tuna akiba ya chakula ya kutosha, lakini ninawasihi, sasa ni kujichanganya tu, lakini nawasihi wananchi waweke akiba na kuepuka matumizi yasiyo na lazima. Waswahili walisema ya kwamba mwenye macho aambiwi tazama. Utajua tu mbona naweka hii statement hivi, kwamba ni kusema ya kwamba kuna chakula ya kutosha. Upande huu mwingine unawaambia msije mkatumia chakula zaidi ya kiwango, muweke akiba. Sasa ni kuzungumza kwa njia mbili. Kwa hivyo mwenye macho aambiwi tazama. Kuna kile ambacho kinaendelea. Kuna ukosefu wa chakula na kuna ukosefu wa maji katika taifa la Tanzania, vile tunaendelea kupokea habari katika meza yetu ya utangazaji. Na haya yanakuja baada ya misaada kukatishwa kutoka mataifa mbalimbali. Ikumbuku kwamba Uswidi iliweza kukatisha msaada wake kuanzia mwezi wa 8 mwaka ujao wa 2026. Hakuna msaada unaelekea taifa la Tanzania, ila tu wataelekeza msaada huo kwa mataifa mengine, vile tulikwisha kufanya uchanganuzi katika platform hii. Na Canada ilitishia kutuma misaada kuelekea Tanzania. Marekani ilitishia kuangalia kwa undani upya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania, kumaanisha ni kukatisha mfereji wa msaada kuelekea Tanzania. Mataifa 16 kutoka magharibi yaliweza kuzungumza kwa umoja, wakasema ya kwamba vile tunaona lazima muwaachilie huru wale ambao waliweza kutiwa mbaroni kwa sababu ya kisiasa pasipokuwa na sharti lolote. Miili ya wale ambao waliweza kuaga dunia wakati wa maandamano iwasilishwe ama familia husika ziweze kukabidhiwa. Na bunge la Ulaya liliweza kupitisha kwamba misaada isiende Tanzania. Huenda ni changamoto ambazo tu zimeanza kuonekana na mapema, kwa sababu pasipokuwa na hela kuna ukosefu wa maji utashuhudiwa, kwa sababu hela fulani zinatoa usaidizi hata kwa kulipa maybe bill za stima, kusambaza maji kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine. Kwa hivyo Watanzania penye imefika lazima itabidi kujifunga mshibi, kwa sababu huenda hata ushuru ukaweze kuongezeka vile inaonekana, kwa sababu pasipokuwa na hela za kutosha lazima wananchi wakamuliwe vilivyo. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa matukio haya ambayo yanaendelea kushuhudiwa Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa, na ikiwa huja subscribe, I'm requesting you to subscribe. Sambaza hii kanda kwa 123 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Kwaheri kwa sasa.